Tutumie neema hiyo ambayo imepatikana mwaka huu ili njia zetu zifunguke, lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Nataka niseme kwamba mwaka huu na topic ya mwaka huu ni mwaka wa kuthibitishwa, the year of establishment. Huu ni mwaka ambayo tutakuwa tunathibitishwa. Haleluya! Kwa hivyo ni mwaka mzuri ambayo Bwana ametenda mbele yetu, na ni mwaka tofauti. Mwana atakuthibitisha mwaka huu. God shall establish mwaka huu. Haleluya! Kwa hivyo ni mwaka tofauti na miaka mingine, and that will be our theme of 2026. Mwaka huu, hiyo ndiyo itakuwa theme yetu ya mwaka huu kwenye kanisa hili na hata kwenye wilaya hii, kwamba Bwana anaenda kukuthibitisha mwaka huu, mwaka 2026. Maana hatuja kuvuka mwaka huu kwa sababu ni kalenda ya kawaida ya kuvuka mwaka. Maana wengine wanavuka mwaka kwa sababu ni kwa kalenda ya event ya kila mwaka, inakuwa tu ni mwaka tu unavuka na ingia mwaka mpya. Lakini pia we crossed a season. Tumevuka pia, pamoja na kwamba kulikuwa ni calendar event, lakini pia tumevuka mwaka huu na we crossed a season mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumpigie Bwana makofi mazuri sana. Nimpenda tusome kitabu cha Petro. Sijui ulijuaje ni hicho kitabu naenda kusoma bwana. Amen. Tusome kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 10. Biblia inasema, na Mungu wa neema yote aliwaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawaimarisha, atawathibitisha, atawatia nguvu na kuwapa msingi imara. Tumpigie Bwana makofi mazuri. Anasema na Mungu wa neema yote. Hajasema ni Mungu wa neema chache. Amesema Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake huu wa mwaka huu wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa na muda kidogo, yeye mwenyewe atawaimarisha. Anatupatia ahadi kubwa kwamba mwaka huu 2026 atakuimarisha mama, atakuimarisha mzee, atakuimarisha kijana, atakuimarisha mtoto mdogo. Na baada pia, pamoja na kukuimarisha, anasema atawathibitisha. Haleluya! Atawatia nguvu na kuwapa msingi imara. Haleluya! Huyo ndio Mungu tunayemuongea. Huyo ndio Mungu wa mwaka 2026. Haleluya! Huyu ndio Mungu tunayejivunia. Huyu ndio Mungu ambaye habadiliki. Huyu ndio Mungu wa jana, leo na hata milele. Maana wanadamu wanaweza badilika, pastor anaweza badilika, lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Anabaki kuliheshimu neno lake takatifu. Haleluya! Bwana asifiwe. Petro anaandika barua hii kwa watumishi ama wale ambao walikuwa wanamwamini Mungu, ambao walikuwa under pressure, jinsi wengine wetu wamekuwa under pressure mwaka uliopita. Anawaandikia barua wa Kristo ambao walikuwa watu hawaelewi. Inawezekana wewe ni Mkristo, umeishi katika safari hii ya kwenda mbinguni, lakini inawezekana kuna watu ambao hawakuelewi. Inawezekana majirani wako hawakuelewi. Inawezekana jamii yako haikuelewi. Inawezekana kuna watu katikati hata ya kanisa hili ambao hawakuelewi. Lakini Petro anaandika barua kwa watu hawa, watu ambao wameteswa. Haleluya! Maana inawezekana mwaka uliopita umepita kwenye mateso, umepita kwenye mijeridi, umepita kwenye kilio. Petro anakuandikia barua hata mchana wa leo. Anawaandikia barua watu hawa watu ambao karibu wanakosa tumaini. People who are almost giving up. Wamefika mwisho, wamefika kwa ukuta mwisho. Petro anaandika mambo haya. Lakini pamoja na haya, Mungu anapeana neno ambaye linazungumza na pia watu ambao wana uchungu. Haleluya! Pamoja kwamba kulikuwa na mateso, kwa hiyo pamoja na kwamba kulikuwa na kilio, Mungu anaandika barua, anazungumza na watu ambaye anawazungumzia zaidi ya ule uchungu ambao umepitia mwaka uliopita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anakukumbuka. Ndivyo inasababisha kusema na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisa kuteswa. Wale ambao mmeteswa, maana katikati hapa najua kuna wengine wameteswa, kuna wengine wameteseka. Mwaka uliopita wamepitia kilio,
wamepitia machungu. Anasema Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisa kuteswa kwa muda kidogo. Anasema muda wa mateso yetu ni muda mchache tu. Haleluya, haleluya. Yeye mwenyewe atawaimarisha. Anasema sio mwingine, sio pastor, sio mzee wa kanisa, lakini anasema yeye mwenyewe atawaimarisha, yeye mwenyewe atawathibitisha, yeye mwenyewe atawatia nguvu na kuwapa msingi imara mwaka 2026. Haleluya. Sijui kama kuna mtu anataka kuthibitishwa hapa. Haleluya. Sijui kama kuna mtu katikati yetu anataka kuimarishwa mwaka 2026. Sijui kama katikati yetu kuna mtu ambaye anataka kutiwa nguvu. Kuna mtu kama huyu? Basi anasema yeye ni Mungu wa neema yote. Yeye ni mtu ambaye haangalii mahali ambapo natoka. Yeye ni Mungu ambaye hana mipaka. Yeye ni Mungu ambaye hana kabila. Yeye ni Mungu ambaye anasema na Mungu wa neema yote. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema yeye hakukataa kwamba hakutakuwa na mateso. Amen. Amezungumza, amesema, hajasema kwamba hakutakuwa na mateso. Hajasema kwamba hakutakuwa na mateso katika safari yetu. But pamoja na mateso, he defines the direction. Yeye anapeana bado mwelekeo. Hata pamoja na kwamba kumekuwa na mateso, yeye anapeana mwelekeo hata juu ya mateso ambayo umepitia. Maana ni Mungu wa neema yote. Mungu wa 2026 ni Mungu wa neema yote. Hiyo kulikuwa na machozi. Lakini machozi hayo hayakuwa mwisho. Ulipata uchungu na ukalia. Kuna sehemu ambayo ilikufinya, ukasikia ni kama kwamba umefika mwisho wako, ikakusababisha ulie machozi, ikakusababisha uone kama mwaka uliopita hakuna mtu amekuona. Lakini nimekuletea habari njema ya 2026 kwamba Mungu wa neema atakuthibitisha. Machozi yako hayakuwa mwisho. Your tears were not final. Atakupa nguvu ya ajabu 2026. Atabadilisha mambo makubwa, atabadilisha milima ambayo ilikuwa mbele yako. Haleluya. Mungu wa neema yote atakuthibitisha, atakupa nguvu, atakuweka kwenye misingi imara mwaka huu. Mtumainie huyu Mungu ambaye tunamuongea. Nyenyekea chini ya uwepo wake. Jinsi ambayo tumesikia mafundisho asubuhi kwamba tunyenyekee chini ya uwepo wake. Utakaponyenyekea, nyenyekea mpendo, Mungu mwenyewe atakuinua. Haleluya. Unaponyenyekea yeye anakuinua. Haleluya. Maana kuna wimbo unasema mimi nipungue, yewe ongezeke. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Haleluya. Kwa hivyo ni mwaka wa kupungua mbele za Bwana. Ni mwaka wa kupungua chini ya madhabahu ya Bwana, ili Bwana aongezeke. Na Bwana anapoongezeka, mlipuko mkubwa hutokea. Haleluya. Unapomruhusu, unaponyenyekea, unapopungua chini ya uwepo wake, yeye huongezeka. Na anapoongezeka Bwana, matukio makubwa huonekana juu ya maisha yetu. Haleluya. So ni mwaka wa kupungua na kuachilia nafasi ya Bwana kutenda mambo makubwa.
Ni mwaka wa kupungua na kuacha. Bwana atuimarishe, Bwana atuthibitishe, Bwana atutie nguvu mpya, atuweke kwenye misingi ambayo ni imara. Haleluya. Ningekuwa wewe ningempigia Bwana huyu makofi mazuri sana. Mungu wa mwaka 2026. Haleluya. Mungu wa mabadiliko makubwa. Haleluya. Anasema mkisha kuteswa kwa muda kidogo. Anasema mtateswa, mkisha kuteswa kwa muda kidogo. Hii inamaanisha kwamba kuteswa haijakuja kukaa milele. Machungu ambayo unapitia mpendwa, anasema ni kwa muda kidogo, maana haitadumu milele. Haleluya. Petro anaandikia watu wake kama mimi na wewe, akijua kwamba katika safari ya kwenda mbinguni kuna mateso, kuna majaribu, kuna milima na mabonde, lakini anasema haitachukua muda, itakuwa muda kidogo. Kwa hivyo mateso hayatakuwa ya muda mrefu. Yule ambaye umeteswa haitakuwa yenye muda mrefu. The pressure, ile pressure ambaye uko naye haijakuja kukuangamiza, ni ya muda kidogo. Hiyo pressure ambayo unaona ni ya muda kidogo. Hiyo magonjwa ambayo unaona ni ya muda kidogo, haijakuja kukuua. Magonjwa haya hayajakuja kukuua. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata mimi nilikuwa mgonjwa, lakini magonjwa hayakuja kuniua. Ilikuwa tu ya muda tu, ili yanipatie nafasi pia kunawiri. Haleluya. Ili yanipatie nafasi ya kumjua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nashangaa wakati kabla sijakuwa mgonjwa, kuna manguo tu nilikuwa navaa, hata trousers nilikuwa navaa, lakini baada ya mateso kidogo tu, leo najaribu kuvaa nguo inapata inabana, hainitoshi. Kumbe haya yalikuwa ya muda mchache tu. Leo asubuhi nimeamka kuvaa suit, nikawa najaribu, niko na suit tu nyingi tu, nikajaribu kuvaa ingine, nikatoka nayo. Hata kufunga kifungo ikanishinda. Ndio mke wangu akaniambia, jaribu utafuta nyingine. Haleluya. Hata kutafuta hii nyingine pia nikasikia ni kama pia na nibana. Yaani inamaanisha kwamba nitapeleka trousers zangu nyingi zienda kupanuliwa. Haleluya. Kumbe haya mateso ilikuwa ya muda tu. Kwa hivyo mateso unayopitia ni ya muda tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo yanawezekana pia yamechelewa. Kuna mambo umeombea, kuna shughuli umeombea na zimechelewa. Hazijakuja kuzuia your destiny. Kuna mambo umeombea, inawezekana mwaka uliopita uliombea mambo fulani ndani ya nyumba yako, ndani ya huduma yako, kwa shughuli tu zote. Kuna kitu umekuwa ukiombea, Bwana nisaidie, Bwana nipate hiki, Bwana niwe sehemu hii, Bwana nifanyie hivi. Inawezekana imechelewa, lakini ijazuia your destiny. Destiny kwa Kiswahili inaitwa nini? Haijazuia hatima yako. Haleluya. Hiyo kuchelewa haijazuia hatima yako. Nasema Bwana 2026 atakamilisha kazi nzuri ambayo alianzisha juu ya maisha yako. Nimekuja leo kutabiri kwamba Bwana ataikamilisha.
maana mwaka huu ni mwaka wa kuthibitisha na wa kukamilisha safari yetu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo inawezekana imechelewa, lakini usichoke. Usichoke kumuita Bwana, maana anasema kwamba niite mimi nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na mazito usiyajua. So endelea kumtumainia Bwana, endelea kunyenyekea chini ya uwepo wa Bwana, endelea kunyenyekea chini ya mikono ya Bwana. Bwana ana sababu ya kuchelewesha hiyo hatima ambayo ulikuwa umepangilia. Ana sababu. Kitabu cha Zaburi 66 mstari wa 12. Zaburi 66 mstari wa 12. Kama kuna mtu amepata nisomea. Haleluya. Biblia inasema Zaburi 66:12 inasema, uliwapandisha watu juu ya vichwa vyenu, tulipita motoni na majini. Tulipita motoni na majini. Mpendo, mwaka uliopita inasekana ulipita majini na kwenye moto mzito, ukatutoa na kutuleta kunako wingi. Bwana akatutoa na akatuleta kunako wingi. Mwaka wa wingi 2026, Bwana ametutoa kwenye maji, kwenye moto, na ametuleta kwenye ufanishi. Vingine vinasema kwenye wingi, kwenye utele. Kwa hivyo mwaka wa utele ni 2026. Haleluya. Mwaka wa 2026 utakuwa mwaka wa utele juu ya maisha yako, juu ya nyumba yako, juu ya masomo yako. Utakuwa mwaka wa utele. Ungesema amen kama unakubaliana na mimi. Haleluya. Amen. Mungu huyu ambaye ni wa neema, the sufficient grace, neema kuu. Maana Petro hakusema kulikuwa na neema kiasi, anasema kulikuwa neema ya kutosha kwa wote. Kuna neema ya kutosha mwaka huu kwangu, kuna neema ya kutosha kwako mpendo. Kuna neema ya kutosha kwa kila moja. Kila mtu hapa anagawiwa neema ya kutosha, neema ya utele wa mwaka 2026. Kuna neema. So pata nafasi ya kuchukua hiyo neema kabla haijaisha. Unajua neema inakuja mara moja na wakati mwingine inaisha. So take advantage of the season ili uweze kupata neema ya Bwana. Kama ni promotion, ni neema ya promotion. Kama ni neema ya utajiri, ni neema ya utajiri. Kama ni neema ya afya, ni neema ya afya njema. Haleluya. Maana neno la Bwana linasema afya njema ni haki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya afya njema, Biblia inasema ni haki yetu. Ni haki kwamba uwe na afya njema. Kwa hivyo chukua hiyo neema ya mwaka huu ya afya njema. Afya njema kwa watoto wako, afya njema kwako binafsi, afya njema kwa nyumba yako. Maana Bwana amepeana neema hiyo mwaka huu kwa wote, wakubwa kwa wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Maana neema ina maana ya kwamba unapata kibali sehemu ambayo labda milango imefunguka. Inawezekana milango imefunguka lakini inaonekana kwamba haiwezekani, lakini Bwana anakupa kibali mahali hapo. Hiyo ndio maana ya neema mpendo. Haleluya. Mahali nguvu za binadamu zinaishia, mahali ambapo unaona ni kama kwamba hapa siwezi, mahali ambapo tunaona kama macho ya binadamu kwamba hawezi, hapa haiwezekani,
School fees hii haitapatikana, maana nimeangalia mahindi yameharibika, jua limechoma, mazingira yamekuwa magumu. Ninafanya kila kitu, hata biashara nashika, sioni kama ninafanikisha. Lakini neema ya Bwana huingilia hapo. Neema ya Bwana hubadilisha hapo. So chukua neema hiyo kwa wote. Amesema neema iko kwa wote. Mwaka wa 2026 kuna neema isiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Neema itaongea sehemu ambapo hata sauti imeshindikana, haisikiki. Unajaribu ku raise your voice, sauti yako haisikiki, lakini neema inaingilia, inazungumza kwa niaba yako. Hiyo ndio neema ambayo inazungumzia mwaka huu, mwaka wa neema, mwaka wa kibali. Maana nasema atatuthibitisha mwaka huu, atatuimarisha, atatutia nguvu na kuwapa msingi ambayo ni imara. Mungu anaenda kutuinua mahali ambapo nguvu za binadamu zimeshindwa, mahali ambapo uwezo wa binadamu umeshindwa. But yeye kwa sababu ya neema na kibali anasema atatuinua, atafungua milango mahali ambapo sifa haziwezi. Neema ni tofauti. Mahali ambapo hakuna sifa, mahali ambapo hakuna chochote, mahali ambapo qualification haijazungumziwa, neema hutokea mahali hapo. Kitabu cha Wakorintho wa pili 12:9. Utatusomea Korinto, naelekea kumaliza, maana nilisema nitachukua tu muda mchache, alafu tutakuwa tunaomba. Second Corinthians 12:9. Neema ya Bwana yatutosha. Second Corinthians. Yes, Biblia inasema naye akaniambia, neema yangu ya kutosha. Neema yake ya kutosha, mpendwa. Maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Katika udhaifu uweza wake hutimilika. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Yes. Ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Amen. Neema yake yatutosha. Paulo anaongea na kanisa la Korinto kwamba neema yake ya kutosha, mpendwa. So mwaka huu tutembee na neema ya Kristo. Mwaka huu inawezekana ulikuwa umeshindwa, lakini kuna neema ya Bwana. Neema ya Bwana itakushikilia. Neema ya Bwana itakuthibitisha. Neema ya Bwana itakuimarisha. Mambo yalikuwa magumu, lakini neema ipo mwaka huu. Biblia inasema yeye atarejesha. Yeye mwenyewe anasema he shall restore personally vile ambavyo vilikuwa vimeliwa kwa miaka mingi, vile ambavyo ulikuwa umepoteza kwa miaka mingi. Yeye anasema katika kitabu cha Yoeli kwamba atarejesha vile ambavyo vilikuwa vimeliwa kwa muda mwingi tu. Bwana asifiwe. Ni nini ambacho kilikuwa kimeliwa maishani mwako? Ni nini ambacho ulikuwa umepoteza kwa miaka tu mingi? Yeye anasema yeye ni Mungu mwaminifu ambaye atarestore, atarejesha vile ambavyo vilikuwa umepoteza. Hata kama ulikuwa umepoteza furaha maishani mwako, ulikuwa umepoteza amani maishani mwako, ulikuwa unapoteza nafasi nyingi katika miaka mingi, yeye anatuahidia kwenye kitabu cha Joeli, nabii Joeli, kwamba ataturejeshea. Mwaka huu 2026 ninataka nitabiri kwamba atakurejeshea amani ambayo ulikuwa umepoteza, atakurejeshea furaha ambazo ulikuwa umepoteza, atakurejeshea fedha ambazo shetani alikuwa ameiba, atakurejeshea afya njema ambayo shetani alikuwa ameiba maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anasema atarejesha vyote ambavyo shetani alikuwa ameiba. Kwa hivyo ni mwaka wa kuthibitisha kwa nguvu, a perfect. And unajua ukizungumzia kuthibitisha ni kwamba atakuwa anaimarisha, he shall be completing, atakuwa anamalisha kila kitu. Haleluya. Kile ambacho kilikuwa kimekwama, anasema he shall establish, atakuwa anathibitisha.
ata establish, atafanya visimame imara. Maana amesema pale kwamba ataivifanya viwe imara kabisa. Atakupatia nguvu. Haleluya. Atakufanya upumzike kutokana na kilio. Atakufanya upumzike kutokana na janga mbalimbali. Atakufanya upumzike kutokana na mateso mbalimbali. It will be a year of rest. Maana Kristo shall establish us. Atatuweka imara, atatuweka kwenye misingi imara. Bwana asifiwe. Atakupanda kwa njia nzuri, atakufanya uwe stable na atakuimarisha. Haleluya. Mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ndipo waimbaji wengine wakaimba mwaka huu, mwaka wa Bwana, mwaka huu. Fanya nini? Tunabarikiwa. Mwaka huu, mwaka wa Bwana, mwaka huu tabarikiwa. Mwaka huu, mwaka wa Bwana, mwaka huu. Hebu imba kidogo. Mwaka huu, mwaka wa Bwana, mwaka huu tabarikiwa. Mwaka huu, mwaka wa Bwana, mwaka huu tabarikiwa. Haleluya. Mwaka wa kubarikiwa. Kama kuna mwaka wa kubarikiwa ni mwaka huu. Kama kuna mwaka ambao utabarikiwa ni mwaka huu. Ni wale tu ambao watakuwa wamekubali kubarikiwa. Na sio wote. Unajua sio wote watabarikiwa, lakini kuna wale ambao watabarikiwa. Maana hata Yesu alipokuwa akitenda mema, alikuwa anaenda kwa umati mkubwa, anapata tu umati mkubwa, lakini katikati ya huo umati mtu mmoja anapata uponyaji. Katikati ya watu hao mtu mmoja anapata fanaka. So ni wale ambao wako tayari mwaka huu kubarikiwa ndio watabarikiwa. Lakini kwa wale ambao wako tayari then watangoja tena 2027. Haleluya. Lakini kwa wale ambao watakuwa tayari mwaka huu utakuwa mwaka wa kubarikiwa. So ninataka nimalize mpendwa. Itakuwa mwaka wa kuthibitishwa baada ya kusumbuka. Nataka nikuletee habari hii ya kiunabii kwamba baada ya kusumbuka mwaka huu utakuwa mwaka wa kuthibitishwa baada ya kusumbuka. Sema amen. Baada ya kulia machozi, mwaka huu utakuwa mwaka wa Bwana kukupangusa machozi baada ya kupita kwenye milima na mabonde. Sema amen. Hata baada ya mambo yako kuchelewa, mwaka huu Bwana anaenda kuyathibitisha. Haleluya. Kuna urejesho, kuna nguvu na kuna kuthibitishwa. Mambo matatu muhimu ya mwaka huu. Kama utakuwa tayari, yeye Mungu kile alichoanzisha atakikamilisha mwaka huu. Ile kazi nzuri aliyoanzisha juu ya maisha yako mwaka huu ataikamilisha. Ile ambayo ilikuwa tamanio la moyo wako. Maana najua kuna kila mmoja na tamanio la moyo wake. Kwa hivyo ni ombi langu kwamba Bwana aweze kuthibitisha na kukamilisha na kukupatia tamanio la moyo wako mwaka 2026. Tusimame kwenye miguu yetu.